Bwana, kama ambavyo nilikuwa nimekusogezea story ya Diamond Platnumz pamoja na mwanadada au mtoto wake ambaye anaitwa Tifa kutoka kwa Zari the Boss Lady. Bwana, story zikawa ni nyingi sana hapa katikati na watu wengi wamekuwa kimhusisha kwamba pengine sasa Tifa ameshaweza kukua, kwa hiyo vijana wataanza kuleta vurugu zao. Aziona kwamba harakati za washikaji ni nyingi sana kwenye watoto ambao wameshaanza kuonekana wanaweza kuliwa, usio bana. Sasa Tifa pia ni miongoni wa wale ambao wanakuwa kwa kasi, japokuwa umri wao ni mdogo sana, miaka 10 plus hivi, lakini ukija kumwangalia ni kama binti ya miaka 20 au binti ya miaka 21, au sio bana. Sasa hiki kitu kinawapa nguvu washikaji kuamini kwamba mtoto huyu ameshaweza kukua, kwa hiyo lolote linaweza kutokea, na huku wengine wakiendelea kukaza kwamba Diamond Platnumz amekuwa na tabia au amekuwa na hiyo trending huko nyuma kuweza kuwa na watoto na kwenye mahusiano na watu tofauti tofauti. Kwa hiyo watu wanasema kwamba mkuki kwa nguruwe, this time around ni time yake kuweza kusikilizia jinsi gani ambavyo watu wanakuwa wanaumia unapokuwa na mahusiano na mtu mwingine au mtoto wao. Bwana, hii kari. Sasa make sure una subscribe hapo chini kwa kuweza kupata taarifa zingine zote ambazo zinakuwa zina happen kwenye game ya Bongo na nje ya mipaka ya Tanzania. Right now tunagusa story hii. Sasa moja kati ya kauli ambayo Diamond Platnumz ashai kuzungumza ni kwamba iko very serious sana na issue ya mtoto wake kuweza kuonekana kama anaviziwa na washikaji hivi na nini, na anasema kwamba mtoto wake ni zaidi ya transformer. Kwa hiyo vijana wanataka kuweza kuwa kando, kuweza kuwa vizuri kabla kuweza kumfuata mtoto wake, kwa sababu hataki kuona mtoto wake akiingia kwenye mambo ya ajabu ajabu. Lakini moja kati ya kauli ambayo Big alishawahi kuzungumza ni kwamba hapendi kuona mtoto wake akijihusisha kwenye muziki, kwenye kuwa mwanamsanii wa kike, kwa sababu yeye anafahamu challenge ambazo wanakutana nazo watoto wa kike kwenye game, upande wa producers, directors na maboss, promoters, wakiwataka zaidi kwenye mahusiano na ili waweze kuwasaidia, kitu ambacho kimekuwa ni challenge kubwa sana. Rushwa ya ngono imekuwa ikitumika sana. Kwa hiyo Diamond kwenye uzoefu wake tu wa game kwa muda mrefu anafahamu vitu vingi ambavyo vipo kwenye game. Kwa hiyo hatamani kuona mtoto wake akiingia huko na kuweza kukutana na hizo challenge wakati yeye mwenyewe anazifahamu. Lakini kwa upande wa mtoto wa kiume anampa ruhusa hiyo ya kuweza kuwa msanii, ya kuweza kuwa famous, kwa sababu kwa upande wa kiume kidogo ina favor uweze kukutana na hizo challenge sana. Yani watoto wa kike wachache sana ambao wana nguvu kwenye muziki wakawapa support watoto wa kiume, kwa maana kwamba promoters, DJs na watu wengi ambao wapo kwenye sanaa pia. So kwa upande wa kiume inakuwa kama ni favor hivi, watu wengi wanakuwa wanafaidika nayo sana hii room ambayo iko off.